Neno tunaloenda kujifunza leo linasema nini maana ya maisha? Nini maana ya maisha? Nini maana ya maisha? Narudia kwa ajili ya wale ambao mnaandika, wale ambao mmejifunza, tunaita masomo ya imla. Mwalimu, ni imla ile ya kuandika haraka haraka. Wale mnaoweza imla mtaweza kuninukuru, lakini wale msioweza basi mnipe masikio. Jina la Bwana libarikiwe. Mtanipa masikio, ni vizuri kusikiliza vizuri, lakini wenye uwezo wa kuandika pia mnaweza mkaandika. Nini maana ya maisha? Kwanza niwape muhtasari mfupi kwa mada mbili za kwanza ambazo tulitangulia kujifunza siku za nyuma. Tuliangalia juu ya somo moja ambalo lilikuwa linasema kwamba tunawezaje kuwa na furaha? Tunawezaje kuwa na furaha? Tuliona kwamba mafanikio, elimu, au kuoa na kuolewa, au kula vizuri na kadhalika, tuliona kwamba haviwezi kutupatia furaha ya kweli. Tukakuta furaha ya kweli tunaipata tunapokuwa pamoja na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini tukaangalia tena somo la pili, kwa nini Mungu ameruhusu hili? Tulisema majanga yanapotokea au misiba mikubwa inapotokea, maswali yanazaliwa ndani yetu. Kwa nini Mungu ameruhusu hili? Kwa nini Mungu ameruhusu hili? Lakini baadaye tukajifunza, tukagundua ya kwamba ile hali ya uhuru wa utashi ambayo Mungu alimpa mwanadamu tangu kuumbwa kwake, wakati mwingine inampelekea mwanadamu kuwa na maamuzi mabaya ya kufanya mambo mabaya. Tukaona kwamba majanga mengi ambayo wanadamu wamejitungia wenyewe ndiyo yanayoongoza kwa kuleta shida duniani. Kwa hiyo tukasema kwamba ni vizuri sisi tuliookoka tuhakikishe kwamba tunatumia vizuri ule uhuru wa utashi ambao Mungu ametupatia, tutumie vizuri kwa ajili ya kutenda yaliyo mema na kuwa na ushirikiano na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Leo tunaangalia nini maana ya maisha. Nini maana ya maisha? Swali kuhusu maana ya maisha ni swali kubwa na kuu la wanadamu wote. Swali kuhusu maana ya maisha ni swali kubwa na kuu la wanadamu wote. Kila mwanadamu ndani yake ana swali hilo. Nini maana ya maisha? Nini maana ya maisha? Na wengine wanajaribu akikaa kifikiri na kuona kwamba haoni maana ya maisha, mwisho anaamua kujidhuru kwamba haina maana kuishi. Lakini kumbe tunapoendelea hapa tutaona nini maana ya maisha. Jina la Bwana libarikiwe. Kila mwanadamu anapenda kupata jibu la swali, anapenda kupata jibu la maswali matatu yafuatayo. Kila mwanadamu angependa kupata majibu ya maswali matatu yafuatayo. Swali la kwanza, nimetoka wapi? Nimetoka wapi? Nimetoka wapi? Hata hapa ukiuliza watu kwamba umetoka wapi wewe, tutajibu majibu tofauti tofauti, si ndio? Nimetoka wapi?
Lakini swali la pili, ninaenda wapi? Swali la pili, ninaenda wapi? Swali la tatu, nini kitatokea baada ya kufa kwangu? Nini kitatokea baada ya kufa kwangu? Swali la nne, nitafanya nini katika kipindi kifupi cha maisha yangu hapa duniani? Nitafanya nini katika kipindi kifupi cha maisha yangu hapa duniani? Maswali hayo ni muhimu sana kujiuliza. Naweza ukaweka nukta ukaandika maelezo haya. Watu katika siku zetu wanaona kuwa kujitosheleza kibinafsi ndiyo maana ya maisha. Watu katika siku zetu wanaona kuwa kujitosheleza kibinafsi ndiyo maana ya maisha. Nukta inayofuata, kanuni ya utoshelevu wa kibinafsi hailingani na maisha ya mwanadamu. Huo ni mtazamo tu wa ulimwengu wenye mashaka sana, ambao hauwezi kutoa maana kamili kwa maisha ya mtu. Kanuni ya utoshelevu wa kibinafsi hailingani na maisha ya mwanadamu. Huo ni mtazamo tu wa ulimwengu wenye mashaka sana, ambao hawezi kutoa maana kamili kwa maisha yetu. Ndugu zangu, ni kwamba mtu anapokuwa na utoshelevu kibinafsi, tafsiri ya ulimwenguni inaonyesha kwamba ni kama mtu huyu anakuwa amepata maana ya maisha. Lakini nataka nikwambie swali hili bado lipo hata kwa watu ambao wana utoshelevu, wana kila kitu, bado wanatafuta maana ya maisha ni nini. Maana katika wingi wa mali bado hawapati maana ya maisha. Mungu atusaidie sana. Huo ni mtazamo tu wa kiulimwengu ambao hauwezi kuleta maana ya maisha. Yesu anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yohana 14 mstari ule wa 6, unaweza ukaiandika mahali hapo. Yohana 14 mstari ule wa 6. Alisema Yesu ya kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Naweza ukaruka mstari mmoja hapo ukaandika, ikiwa Yesu atakuwa njia, kweli na uzima kwa maisha yetu, basi bila shaka anajua maana ya maisha yetu. Amen. Ikiwa Yesu atakuwa njia, kweli na uzima kwa maisha yetu, basi bila shaka anajua maana ya maisha yetu. Naweza ukaruka mstari mmoja tena ukaandika pointi hii. Zaidi ya hayo anasema,
tutapata maana ya maisha katika uhusiano wetu na Mungu. Zaidi ya hayo, anasema tutapata maana ya maisha katika uhusiano wetu na Mungu. Katika kila hali huwezi kupata maana ya maisha. Nakumbuka rais wetu mstaafu Mzee Mwinyi, mwishoni mwa maisha yake alitamka neno hili: maisha ni hadithi hapa duniani. Nasikia, maisha ni hadithi hapa duniani. Ukisikia mtu anasema ni hadithi hapa duniani, maana yake amechunguza, ameona ndani haina maana, ni kama hadithi tu. Sijui ninaeleweka ninachosema? Kama hadithi tu hapa duniani. Hivi ndivyo ilivyo kwa watu ambao wameshughulika sana katika maisha yao ili wajitosheleze binafsi, lakini bila kutulia na kuuliza maana ya maisha kwa yule ambaye ndiye muumba wao. Wanapofika wanamaliza maisha yao, wanaona ni kwamba ni hadithi tu, haina maana. Mhubiri anasema ni sawa na kujilisha upepo. Baada ya mafanikio na kula anasa na nini, mwishoni anasema ni ubatili mtupu. Mungu atusaidie. Maana ya maisha, Yesu anatuelezea ya kwamba tutaipata maana ya maisha pale tu tunapokuwa na ushirika na Mungu ambaye ndiye muumbaji wetu. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Weka kitabu cha Yohana 17 mstari ule wa 3. Yohana 17 mstari ule wa 3. Yohana 17 mstari ule wa 3. Naomba nihame hapa, pananibana. Munisame, ninahama hapo, pananibana. Yohana 17 mstari ule wa 3 unasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliye mtuma. Mungu wetu asifiwe. Biblia inaona maana ya maisha kwa kumjua Mungu kupitia Yesu Kristo. Biblia inaona maana ya maisha ni kumjua Mungu kupitia Yesu Kristo. Kumjua Mungu kupitia Yesu Kristo. Mtu akishamjua Mungu kupitia Yesu Kristo, huyo tu ndiye anaweza akapata maana ya maisha. Maana ya maisha. Kwa hiyo katika njia zozote ambazo wanadamu wanatafuta maana ya maisha hawapati, lakini maana ya maisha inapatikana katika kumjua Mungu na Yesu Kristo ambaye Mungu alimtuma. Yesu anasema, na uzima wa milele ndio huu, kwamba watu wakujue wewe Mungu wa pekee. Wakujue wewe Mungu wa pekee
na wanijue mimi Kristo ambaye umenituma. Kwa kuishi bila kumjua Mungu, kuishi bila kumjua Kristo, maana ya maisha hamna. Ndio maana unaona mtu ana fedha, mtu ana kila kitu, lakini kesho anakuta amejitundika na anatoa ujumbe, sijaona maana ya maisha hapa duniani. Sijaona maana ya maisha hapa duniani. Na ni kweli hawezi kupata maana ya maisha duniani, kwa sababu maana ya maisha duniani haipatikani katika mali, haipatikani katika kuwa na nguvu, haipatikani katika jambo lolote lile. Maana ya maisha inapatikana katika kumjua Mungu na Yesu Kristo aliyemtuma. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema kwamba uhusiano na Mungu unawezekana kupitia Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwamba uhusiano na Mungu unawezekana kupitia Roho Mtakatifu. Tunaweza tukafaulu kuwa na uhusiano na Mungu pale tu ambapo Roho Mtakatifu anatuwezesha ili tuweze kumjua na tuweze kushirikiana naye. Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana. Na ukaruka mstari mmoja ukaandika, tunaweza kumtambua Mungu, uweke nukta mbili kule mwishoni. Tunaweza kumtambua Mungu, moja, kupitia muujiza wa uumbaji wa uhai. Kupitia muujiza wa uumbaji wa uhai. Tunapoangalia muujiza wa uumbaji wa uhai, jinsi Mungu alivyoumba vitu vilivyo hai, hata tunapojiangalia sisi wenyewe, ukijiona unaona kabisa kwamba kwa kweli Mungu yupo. Amen. Kupitia uumbaji tunamjua Mungu, kupitia uumbaji. Mtu akikaa na kutafakari na kuona uumbaji wa Mungu, jinsi ambavyo ametuumba tu sisi wanadamu, jinsi ambavyo ameumba wanyama, jinsi ambavyo ameumba ndege, jinsi ambavyo ameumba vitu vya majini, kwa kweli unasikia kabisa kwamba yupo Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Unaweza kaweka andiko hili la Warumi sura 1 mstari wa 18 hadi ule wa 23. Niombe katibu wangu, naibu katibu, unisomee andiko hilo. Naomba upewe maiki unipokee kusoma hapo. Warumi 1:18 hadi 23. Warumi 1:18 hadi 23. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Kwa kuwa mambo ya Mungu yanajulikana, yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yale yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambaavyo. Uumbaji wa Mungu tunapouangalia, kwa kweli inatufanya tuweze kujua kwamba Mungu yupo kabisa. Mungu yupo, na tunaweza tukamjua kutokana na kazi zake ambazo ziko dhahiri. Jina la Bwana libarikiwe. Kwao mtu ambaye hataki kumtukuza Mungu anafanya ni makusudi tu.
Anafanya ni makusudi tu, ni kiburi tu, ni ile hali ya kujihesabia, kuchukulia hekima ya kibinadamu. Mtu anajiona kwamba ni mwenye hekima. Biblia inasema anapumbazika. Anapumbazika, lakini ukweli Mungu kupitia kazi zake alizozifanya katika uumbaji wake tunaweza tukamjua. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini namba 2, kwa dhamiri ya mtu na hisia yake ya haki. Kwa dhamiri ya mtu na hisia yake ya haki. Kwa dhamiri ya mtu na hisia yake ya haki. Mwanadamu ndani ya dhamiri yake na hisia yake ya haki anaweza kumjua Mungu kabisa kabisa. Warumi 2:11 hadi 16. Warumi 2:11 hadi 16. Nisomee tena hapo mwalimu. Kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu, kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria watakaohesabiwa haki. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Hao waionyesha kazi ya Torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia, na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe yakiwashtaki au kuwatetea. Katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawasawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Amen. Ndugu zangu, hii dhamiri ya mtu na hisia ya haki imo ndani ya moyo wa mtu, kiasi kwamba kila mtu duniani anapofanya mabaya, hata bila kumsomea Torati, anapofanya mabaya, dhamiri yake tu yenyewe inamwambia hili unalolitenda ni baya. Mungu atusaidie kabisa kabisa. Ndio maana mtoto akishafika tu mahali akaanza kupambanua mema na mabaya, akisha haribu jambo lolote pale nyumbani, anaharibu huko, anajua anaharibu. Mungu atusaidie. Anaharibu huku akijua kabisa kwamba anafanya nini? Anaharibu, anakosea. Kwa hiyo wala usiwe unahangaika. Kuna mtu mmoja alikuwa anasema hivi kwamba sasa wale ambao walikufa kabla injili haijahubiriwa, Mungu atakuja wahukumuje na hawakusikia injili? Jamani, Mungu anajua. Waliokosa kwa sheria watahukumiwa kwa sheria, na waliokosa pasipo sheria watahukumiwa pasipo sheria, kwa sababu dhamiri ndani ya mioyo yao, hata kama hajasikia sheria, hata kama hajahubiriwa injili, lakini alipokuwa nakosea, moyo wake ulikuwa unamwambia hili unalolifanya sio lenyewe. Kabisa kabisa. Mungu atusaidie wapendwa. Sasa sisi tuliookoka, dhamiri hiyo inapata nguvu zaidi kuliko hata mpagani. Kiasi kwamba ukiwaza tu vibaya, baadaye unasikia umeanza kuhukumiwa moyoni. Kabla hata hujaenda kutenda ulilokuwa unaliwaza, unaanza kuomba msamaha. Mungu, nimewaza vibaya, naomba unirehemu. Si ndio? Kabisa. Mungu atusaidie wapendwa. Namba 3, kupitia matamanio ya dini, matamanio ya kidini ambayo yamekuwepo katika ubinadamu,
kupitia zama na tamaduni zote. Yaani tunaweza kumjua Mungu kupitia matamanio ya kidini ambayo yamekuwepo katika ubinadamu kupitia zama na tamaduni zote. Matendo ya Mitume 17:22 hadi 28. Katibu wangu nisomee. Matendo ya Mitume 17:22 hadi 28. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, Ndiyo. katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa kwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiri habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Mungu aliufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote. Kwa maana ndiye anayewapa watu wote uzima na pumzi na vitu vyote. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa wakamwone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Jina la Bwana libarikiwe. Kupitia matamanio ya kidini ambayo yamekuwepo katika ubinadamu kupitia zama na tamaduni zote. Unaona? Yani tangu zamani na katika tamaduni zote za wanadamu, hata mahali ambako injili haijahubiriwa, wana namna ambayo wanamtafuta Mungu. Hapa Paulo anakutana na watu ambao wana madhabahu imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Yaani wamekosa tu mtu wa kuwapa maelekezo, ila wanajua tu kwamba yupo Mungu ambaye hajulikani. Juzi wakati nimeenda hapa Songambele, hapo Isandula, mchungaji wangu ananionyesha, anasema, askofu, naona kwenye mti huo mrefu huo, hapo ndipo tulikuwa tunaabudu kabla hatujaokoka. Tulikuwa tunakuja kuabudu na wazee mwenye mti huo. Kila sehemu, hata kwetu huko Sumbawanga, sehemu za miti mikubwa, yani wazee walikuwa wanafika tu wakiona mtu anasema, kwa kweli hapa bila shaka Mungu yuko hapa. Wanatengeneza kanyumba hata kaovyo tu, wanapiga magoti hapo na kutoa matambiko yao hapo. Tamaduni hizo zinatuonyesha jinsi ambavyo moyo wa mwanadamu muda wote unatafuta kumjua nani? Mungu. Na Paulo anapowakuta watu wa namna hii anasema, nimekuja kuwahubiria huyo Mungu ambaye ninyi mnamwabudu pasipo kumjua. Jina la Bwana libarikiwe. Kote ulimwenguni kila mwanadamu ni mdini. Kila mwanadamu ni mdini. Yani kila mwanadamu ni mdini. Hata wapagani, yani wana dini zao za kipagani. Wewe nenda katika kila nchi, utakuta watu wana maabudu, hata kama hawajua wanaabudu nini, lakini wana dini. Ni wanadini. Hizo njia zote ni kutafuta kumjua Mungu. Namba 4,
kupitia historia ya ushindi wa Wakristo katika Roma ya kale. Kupitia historia ya ushindi wa Wakristo katika Roma ya kale na kuenea kwa Ukristo duniani kote, na kuenea kwa Ukristo duniani kote. Wakati wa utawala wa Roma ile ya kale, Wakristo waliuawa sana sana. Watu wanaomwabudu Kristo waliuawa sana wakati ule, lakini bado ushindi ulipatikana na Ukristo ukaendelea kusonga mbele, na leo Ukristo umeenea duniani kote, hata kwa nchi ambazo wanapinga kwamba Ukristo hapa hauruhusiwi, humo watu wanaokoka. Ninaona kwenye mitandao, hata kaka yangu Elisha juzi amenirushia, yaani watu wanaokoka. Jamani, watu wanaokoka. Watu wanaokoka. Huwezi ukazuia Ukristo. Ukizuia ndo unauongeza mara 2 zaidi. Kwa hiyo yote inatuonyesha ukuu wa Mungu, ya kwamba yupo Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. Mathayo hiyo 24 mstari ule wa 14. Mathayo 24 mstari wa 14. Nisomee ndugu yangu katibu, nisomee hapo haraka nikimizani na kamuda. Mliniibia kama nusu saa. Na nilishawaambia mapema tu. Nilishawaambia ya kwamba mahubiri yetu ni lisaa hili limoja. Kwa mkinitinga nimalize ndani ya dakika 30, mnakuwa mmenipunja. Si ndio wapendwa? Pamoja na kuimba sana, lakini neno lipewe kipaumbele sana. Maana ndiye baba wa vyote. Mzee Batenzi anasemaga, uimbaji ni mboga, lakini neno ndio ugali wenyewe. Si ndio wapendwa? Kwa viongozi wa ibada, naomba hili mwe mnakuwa makini sana. Pamoja na utamu wa kuimba, lakini hakikisha saa 5 juu ya alama ni muda wa neno. Kama ulikuwa hujatoza sadaka, basi sadaka zipeleke baada ya neno kuanzia leo. Mmenisikia viongozi wa ibada? Kila anayeongoza ibada sasa hiyo natoa ni amri. Natoa ni amri, maana mimi ndio mkuu wa dini hii. Kwa hapa kwetu. Inapofika saa 5 juu ya alama neno la Mungu, na mhubiri naye akifaulu vizuri, angalau kama kuna baraka, saa 6 kamili juu ya alama mahubiri yameisha. Nzuri sana hiyo. Kabisa kabisa. Sasa kwa sababu mliniibia nusu saa, na mimi najiongezea. Maana nikiwaacha bado hamjaelewa maana ya maisha, somo langu litabaki linaelea hewani. Mungu atusaidie wapendwa. Nisomee hiyo Mathayo 24 mstari wa 14. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote. Ndio. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Ndio. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Jina la Bwana libarikiwe. Mkuu wetu aliagiza injili itahubiriwa kwa mataifa yote, hata kwa wanaopinga. Itafika tu, ili kila mtu asikie kabisa. Kwa hiyo hii inatupa kumjua Mungu kupitia historia ya ushindi wa Ukristo, tangu kuanzia kwenye empire ya Roma ambako waliua sana Wakristo. Maana wakati ule walikuwa wanaweza wakawakusanya Wakristo kama hivi tulivyo hapa, wakawakusanya na wakawapeleka kwenye uwanja kama wa mpira, wakawapeleka humo, alafu wanafungulia masimba yanawatafuna.
wanyama wakali wanawalalua humo, alafu watu wanashangilia, wako humo karibu watu 50,000 wanashangilia kuangalia jinsi ambavyo Wakristo wanashambuliwa. Lakini walishindwa kuumaliza Ukristo, mpaka leo unaendelea. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hata leo nasema, kama mtu anawaza atapiga Wakristo wamalize, hawezi kutumaliza. Jina la Bwana libarikiwe. Unapotupiga, Mungu anakugeuza wewe mwenyewe ukahubiri Injili. Si ndio ilikuwa kwa kina Paulo? Paulo anaua Wakristo, lakini kesho yake Mungu anamtokea anasema, sasa ni wewe utahubiri. Na ndio haya tunayasoma hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Namba 5, kupitia maisha, kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Kupitia maisha, kifo na ufufuko wa Yesu Kristo. Korintho ya kwanza 15 mstari ule wa 3 hadi wa 4. Nisomee hapo mwalimu. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo kwanza yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya 3, kama yanenavyo maandiko. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kupitia maisha, kifo na kufufuka na ufufuko wa Yesu Kristo tunamjua Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna maelezo machache hapo chini. Baada ya ufufuo, siku ya Pentekoste, kanisa lilishuhudia mafanikio yake yenye nguvu huko Yerusalemu. Na tangu wakati huo limeenea ulimwenguni kote. Baada ya ufufuo, siku ya Pentekoste, kanisa lilishuhudia mafanikio yake yenye nguvu huko Yerusalemu. Na tangu wakati huo limeenea ulimwenguni kote. Kanisa limeenea ulimwenguni kote. Haleluya. Andika Kadeshi hapo. Andika Yesu ni Bwana. Uweke ile nini tunasema tunaiteje ile sasa? Mark. Tunaiteje hiyo? Nikumbushe. Ni Mark. Mark. Ile kamando ile inayo command ile. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Kadeshi kengine maneno yake. Kadeshi kengine miujiza yake. Kadeshi kengine kifo chake. Kadeshi kengine ufufuo wake. Nimewaacha. Narudi. Baada ya ufufuo, siku ya Pentekoste, kanisa lilishuhudia mafanikio yake yenye nguvu huko Yerusalemu, na tangu wakati huo limeenea ulimwenguni kote. Yesu ni Bwana. Maneno yake, miujiza yake, kifo chake, ufufuo wake, matendo yake yanaonekana mpaka leo. Jina la Bwana libarikiwe. Matendo yake yanaonekana mpaka leo. Huwezi kupinga.
huwezi kupinga. Oh, haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kila mmoja anapaswa kukubali utawala wake. Hakuna namna. Kubali utawala wa Yesu. Bali salenda kwake. Ni Bwana. Ni Bwana. Oh, haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Naomba turudi kwenye swali letu. Turudi kwenye maswali yetu. Tumejiuliza swali, nini maana ya maisha? Nini maana ya maisha? Imani katika Yesu inatupa majibu ya wazi na ya ajabu. Imani katika Yesu inatupa majibu ya wazi na ya ajabu. Nukta ya kwanza, andika. Nimetoka wapi? Nimetoka wapi? Mungu mwenyewe ndiye baba yetu. Jibu lake ni hilo. Mungu mwenyewe ndiye baba yetu. Na anatamani kuwa na ushirika nasi. Hakuna anayeweza kupinga. Kila mtu ametoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa Mungu ndiye baba yetu. Kwa swali hilo linajibiwa. Nimetoka wapi? Nimetoka kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Nimetoka kwa Mungu. Nimetoka kwa Mungu. Na ndio maana Yesu alikuja ili aweze kutusaidia tuweze kumjua huyo baba yetu ambaye ndiye asili yetu sisi wote. Hata ukiwa hujaokoka, lakini utambue hilo ya kwamba Mungu ndio asili yako. Umetoka kwa Mungu na Mungu anatamani kabisa kwamba awe na ushirika na wewe. Hata kama uko hapa bado hujampokea Yesu, ninakupa nafasi ya kwamba leo umpokee ili umwabudu huyo baba ambaye ndiyo baba yako. Na siku moja utarudi kwake. Mungu atusaidie. Nitaenda wapi baada ya kufa? Nitaenda wapi baada ya kufa? Kuna imani ambayo wanaamini kwamba ukifa basi wewe unapotea tu kama ng'ombe inapokufa, hakuna kinachoendelea, maisha yameishia hapo. Lakini wanasahau kwamba mwanadamu asili yake alitoka kwa Mungu. Roho aliyowekewa ndani, hai wake ulitoka kwa Mungu na anapaswa kurudi tena huko. Nitaenda wapi baada ya kufa? Na unajibu swali hilo hapo mbele. Baada ya kufa ni hukumu. Baada ya kufa ni hukumu. Ikiwa tumemwamini Yesu na kutubu dhambi zetu, basi hatuna hofu. Yesu atatupokea kwa furaha sisi tuliosalimisha maisha yetu kwake. Oh, haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Baada ya kufa ni hukumu. Nukta. Ikiwa tumemwamini Yesu na kutubu dhambi zetu, basi hatuna hofu. Yesu atakapotokea, Yesu atatupokea kwa furaha sisi tuliosalimisha maisha yake kwake. Ukiwa umemwamini Yesu na kutubu dhambi zako, umesalimisha maisha yako kwa Yesu, usiogope. Jina la Bwana libarikiwe. Usiogope, kwa sababu utakapokufa utakaribishwa kwa Baba mbinguni. Yesu atakupokea, utapumzika milele huko kwa Baba. Wanahofu tu wale ambao
bado hawajaokoka, kwa sababu wao baada ya kufa ni kuingia hukumuni kwenye mateso ya milele na milele. Lakini sisi tunapokufa tunapokelewa kwa furaha huko mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Nitafanya nini katika kipindi kifupi cha maisha yangu hapa duniani? Nitafanya nini katika kipindi kifupi cha maisha yangu hapa duniani? Majibu: tunaweza na tunapaswa. Tunaweza na tunapaswa kutumia uhuru wetu wa utashi ili kufanya uamuzi ulio wazi na uliofikiriwa vizuri, ili tuweze kumtambua Mungu, na katika uhusiano wa kibinafsi pamoja naye tutapata maana ya maisha. Sentensi hii naomba nirudie tena ili uipate vizuri. Nitafanya nini katika kipindi kifupi cha maisha yangu hapa duniani? Maelezo mbele yake: tunaweza na tunapaswa kutumia uhuru wetu wa utashi. Uhuru wetu wa utashi kufanya uamuzi ulio wazi na uliofikiriwa vizuri. Uliofikiriwa vizuri. Mambo ya kumjua Mungu jamani yanahitaji utashi, yanahitaji uamuzi ulio wazi, yanahitaji kufikiriwa vizuri. Usikae tu na ujinga. Mungu anatuhitaji tumwelewe vizuri. Yaani kwa akili zetu zote tafuta kumjua Mungu zaidi. Mungu atusaidie sana ili tuweze kumtambua Mungu na katika uhusiano wa kibinafsi pamoja naye tunapata maana ya maisha. Huwezi kupata maana ya maisha kama humtambui Mungu sawa sawa. Ni swala linalotakiwa utashi na maamuzi yaliyo wazi, yanayofikiriwa, yani umefikiri na umefika mahali ambapo kwa kweli umeamua kumtafuta na unaamua kujenga mahusiano naye kibinafsi, ili asiwe tu Mungu wako kupitia watu wengine, lakini wewe mwenyewe useme kwa akili yako na ufahamu wako kwamba Mungu ni wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Usiwe na kiroho cha kutegemea wengine. Ufike mahali uwe na kiroho ambacho wewe mwenyewe unamtambua Mungu. Alafu sasa ndio na kuwategemea wengine inatusaidia. Ukitegemea wengine tu, yanapokuja mambo ambayo ukakosa msaada kwa wengine, utapotea basi. Utashindwa. Mungu atusaidie wapendwa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ule uhusiano binafsi na Mungu ndio utakufanya uweze kuelewa maana ya maisha hapa duniani ni nini. Maana ya maisha hapa duniani ni nini? Jina la Bwana libarikiwe. Naenda kumaliza. Maana ya maisha ni nini? Maana ya maisha ni nini? Unaandika tena hivyo. Maana ya maisha ni nini? Tunapoenda kwenye hitimisho. Maana ya maisha ni nini? Maana ya maisha
haijumuishi utoshelevu wa kibinafsi, bali katika kile Yesu amesema. Maana ya maisha haijumuishi utoshelevu wa kibinafsi, bali katika kile Yesu amesema. Na mimi namnukuu hapo, weke fungua semi na funga semi. Uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Weke andiko hilo ambalo tumelisoma tayari, Yohana 17 mstari ule wa 3. Yohana 17 mstari wa 3. Uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Maana ya maisha iko hapo. Kumjua Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo ambaye Mungu aliweza kumtuma. Nimaliza andiko la mwisho kutoka kitabu cha Yeremia sura ile ya 9 mstari wa 23 hadi wa 24. Tajisomea mwenyewe. Katibu wangu, tajisomea mwenyewe hiyo. Yeremia 9. Yeremia 9 mstari ule wa 23 hadi 24. Bwana asema hivi: mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye mema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Haleluya, haleluya. Narudia maandiko haya. Bwana asema hivi: mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mungu wetu asifiwe. Naomba tusimame watakatifu wa Bwana. Haleluya. Haleluya.